Huyu ndio bilionea mkubwa aliyetajirika kwa kuanza safari yake ya kufanya biashara ya kuuza soda. Inawezekana mtoto mdogo anayeanza biashara ya kuuza soda haje kuwa bilionea anaheshimiwa duniani? Na kama itatokea akawa tajiri mkubwa, je, inawezekana akaendelea kuishi kwenye nyumba aliyoinunua zaidi ya miaka 60 iliyopita na kuishi maisha ya kawaida licha ya mabilioni ya pesa aliyonayo? Unaweza ukawa unajiuliza, mtu huyu ni nani? Mtu huyu ni Warren Buffett. Hakutajirika kwa bahati. Hakutumia shortcut za kupata mafanikio. Alifuata kanuni chache ambazo watu wengi wanazipuuzia. Leo nitakufundisha kanuni 5 muhimu alizozitumia Warren Buffett ambazo zinaweza kubadilisha kabisa maisha yako ya kifedha. Nikurudishe nyuma kidogo. Warren Buffett akiwa na miaka 6 tu alianza biashara yake ya kwanza. Alikuwa akinunua soda na chewing gum, halafu anaziuza kwa majirani kwa faida ndogo. Wakati watoto wengine wakiwa wanacheza, yeye alikuwa anajiuliza, nitawezaje kuongeza pesa yangu? Baadaye, akiwa na umri wa miaka 11, alinunua hisa yake ya kwanza kabisa. Alinunua hisa kwa dola 38. Baada ya muda mfupi, bei ilishuka hadi dola 27. Watu wengi wangeogopa na kuuza, lakini yeye alisubiri. Baadaye bei ilipanda hadi dola 40. Akaamua kuuza hisa zake. Alipouza, bei ilipanda zaidi ya dola 200. Hapo ndipo alipojifunza somo kubwa sana, kuwa uwekezaji unahitaji subira na sio haraka. Mtu yoyote anaweza kujifunza kanuni hizi. Na kanuni ya kwanza ni nidhamu ya fedha. Warren Buffett aliwahi kusema, do not save what is left after spending. Instead, spend what is left after saving. Akimaanisha kuwa usiweke akiba kile kinachobaki baada ya kutumia, bali weka akiba kwanza alafu tumia kile kinachobaki. Lakini watu wengi huwa wanafanya kinyume. Wakipata pesa wanatumia kwanza, halafu kile kiasi kitakachobaki ndicho wanaweka akiba. Lakini watu wenye mafanikio ya kifedha huwa wakipata pesa wanaweka kwanza akiba, halafu wanatumia kile kiasi kitakachobaki. Kanuni ya pili ni nguvu ya akiba. Akiba ndiyo mbegu ya utajiri. Hakuna mtu anayeweza kuwekeza bila kuanza na akiba ndogo alionayo. Warren Buffett alianza kwa kuweka akiba ndogo akiwa bado mtoto, lakini akiba hizo ndogo ndizo zilikuja kuwa mtaji wa uwekezaji mkubwa kwenye maisha yake. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Kanuni ya 3 ni uwekezaji wa muda mrefu. Hii ndio siri kubwa ya Warren Buffett. Yeye hawekezi kwa kufikiria wiki au miezi, anafikiria miaka ya mbele zaidi. Uwekezaji wa muda mrefu ndio unaojenga utajiri mkubwa. Kanuni ya 4 ni kusoma na kujifunza. Warren Buffett kikawaida huwa anasoma kuanzia masaa 5 hadi 6 kila siku. Warren Buffett huwa anasema maarifa ni kama riba ya akili. Unaposoma unapata faida ya maarifa. Kadri unavyosoma akili yako inapanuka zaidi na kuanza kuona fursa nyingi ambazo zilikuwa zimejificha. Ndio maana watu wanaojifunza kila siku huwa wana nafasi kubwa ya kufanikiwa, kwa sababu huwa wana uwezo wa kutengeneza fursa na kuziona fursa mbalimbali. Kanuni ya 5 ni subira na mwendelezo. Utajiri wa Warren Buffett haukujengwa kwa siku moja, ulichukua miaka. Alianza na hatua ndogo, uwekezaji mdogo, akaendelea tena na tena mpaka matokeo yakawa makubwa. Hii ndiyo siri ambayo watu wengi hawapendi kuisikia. Utajiri unahitaji muda. Ukiendelea kupambana bila kukata tamaa, utaona matokeo makubwa. Kwa nini Warren Buffett ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani? Hii ni kwa sababu alifuata kanuni hizi 5 ambazo ni nidhamu ya fedha, akiba, uwekezaji wa muda mrefu, kusoma na kujifunza, lakini pia subira na mwendelezo. Kanuni hizi hazihitaji mpaka mtu awe ni bilionea ili aanze kuzitumia. Unachohitaji ni kuanza na kile kidogo ulichonacho. Utajiri haujengwi kwa hatua kubwa za ghafla. Unajengwa kwa maamuzi madogo ya busara ambayo unayafanya kila siku. Chukua hatua na weka uthubutu. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.